Binafsi nimeyapokea kwa mikono miwili na sina deni na wachezaji wala sina deni na kocha. Kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi na mpira ni dakika 90 na mpira umeonekana. Mimi binafsi napenda kusema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo tuliyopata. Tunajipanga upya. Kwa sababu awali ya yote kocha wetu alisema anajenga timu, lakini sasa ilikuwa sio kujenga timu bali ilikuwa timu imara ambayo imetuletea kombe Tanzania. Sema tu ni kwamba bahati haikuwa ya kwetu. Bahati haikuwa ya kwenu, mtajaribu tena wakati mwingine. Asante sana. Na brother, tuambie majina yako, lakini naona umekuwa mnyonge sana. Pole. Mimi naitwa Isa Jumanne. Kwa kweli vijana wamecheza mpira, wametandaza kandanda safi na wameweza kurudisha goli zote mbili. Mimi naamini sema kwa maamuzi ya refarii amempiga kadi Kagoma kutupunguza kasi, lakini hata hivyo boli ilitembea. Wewe mwenyewe nafikiri ulishuhudia. Kwa hiyo yote kwa yote basi tunakubali matokeo, lakini tutajipanga katika mashindano yajayo. Asante sana. Na Philbert Kabago, yeye ni katibu wa Simba katika mkoa huu wa Mwanza. Awali wakati tunazungumza naye alinitajia kikosi ambacho kile kocha alikipanga. Labda unadhani nini kimechangia kupoteza mchezo huu? Mimi nafikiri kikubwa ambacho kimechangia ni maamuzi ambaye kipindi cha kwanza mwishoni na kipindi cha pili kutoka kwa muamuzi wa kati hayakuwa mazuri sana kwetu sisi. Ile kadi nyekundu ya mapema alopata Kagoma imeweza kuleta athari ambayo unajua katika mchezo wa mpira wa miguu mchezaji mmoja anapopata kadi inakuwa inagharimu timu nzima, kwa sababu kila mchezaji ana umuhimu wake. Kwa hiyo hata mfumo wa Simba ulibadilika baada ya Kagoma kupata kadi, lakini mimi niwapongeze wachezaji, wameonyesha kabisa kwamba wameipambania Simba pamoja na kuwa pungufu bado wameendelea kucheza, wameendelea kufika katika lango la wapinzani. Kikubwa bahati ilikuwa ya kwetu. Nasema msimu huu tulipoishia sisi hatuna deni kwa wachezaji, tutajipanga kwa ajili ya misimu ijayo tuweze kufanya vizuri zaidi. Okay. Asante sana. Na Pato, bila shaka umewasikiliza wadau na okay, karibu hapa tuambie, tumalizie dakika zinakimbia sana, namna ambavyo umeona mchezo lakini kupoteza mkiwa nyumbani kwako umejisikiaje? Kwanza mtangazaji, naomba nikukanushe, mimi mshabiki wa Yanga sijapoteza. Hatujapoteza mechi. Ila tunaomba so good tunamsifia kweli mtani wetu, amejitahidi, amepambana kadri ya uwezo wake, lakini mpira una matokeo matatu, kuna kufungwa, kudraw na kushinda. Lakini katika moja limepatikana moja. Ila ninachokiomba tu na washauri wajipange kwa next season, wanaweza kufanya vizuri. Okay. Mimi naomba hongera, wamejitahidi kwa hilo. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni shabiki wa Yanga huyo ambaye yeye pia ametoa maua yake, lakini Pato, kifupi tu ni kwamba mji kimtindo umezizima kwenye baadhi ya mitaa. Naona mashabiki wa Simba wamepoa, na huenda hii itarudisha pengine hasira katika ligi yetu ya NBC kuhakikisha kwamba angalau basi wanajifuta machozi. Naam, Innocent, umeweza kutupa taarifa nzuri sana, lakini hali ilikuwa vipi huko ndani? Najua hapo umetoka nje, humo ndani hali ipo vipi? Kuna wengine ambao wamesahau kulipa bidhaa walizozitumia humo ndani, walioacha change, waliokimbia kwa kuvurugikiwa, au wote wamekaa wakiendelea na msimamo huo wa kuipongeza timu yao kwa kile ambacho imeweza kukifanya na kufikia hatua ya finali? Asante sana. Kifupi ni kwamba baada ya goli la Berkane, mashabiki wengi walianza kutoka ndani kuashiria kwamba tayari wamekata tamaa, lakini hali kuanzia mwanzo wa mchezo na kabla ile goli bado mashabiki wa Simba walikuwa na nguvu ya kutosha na walikuwa na matumaini makubwa sana kuhakikisha kwamba wanatoka kimasomaso na kombe linabakia hapa nchini. Lakini baada ile goli hali ilibadilika, japo kuwa pia kama ambavyo tumemwona mtani mmoja wapo alikuwepo hapa ndani, walikuwepo watani wengi wa Simba ambao muda wote mpira ulikuwa ukielekea upande wa Simba, wao walikuwa ni shangwe na kufurahia, ni kama vile kahali fulani kauzalendo hivi kalikuwa kamepita pembeni dhidi yao.